Right. Asante sana. Maridadi. Pozi. Tena. Pozi kibisha. Basi ndugu brother wapenzi watazamaji, hapa basi bila shaka pale ningependa kila mtu aweze kufunga mshipi wake. Nina uhakika kila mtu ameingia ndani ya hii ndege mwanzo ni moja kwa moja. Hapa basi tunaanza safari ya kuelekea kule upande wa India. Kwa hivyo make sure umefunga mshipi yako mwanzo, ndege ndiyo hiyo. Hapa basi moja kwa moja hadi kule upande wa India. Sasa usijali mambo ya nauli na kulipia. Alright, Vidyat Jamar utampata kwenye horror cinema akijulikana kama vile Chandru. Vidyat Jamar kwa jina la Chandru kwenye horror cinema. Utaweza kupata hapa basi Surya kwa jina la Rajubai kwenye horror cinema. Utaweza kumpata hapa basi bila shaka pale Mande kwa jina la Samantha. Harikalarika Manoja Basipaye ako kwenye horror cinema akijulikana kama vile Imlama. Yote ni kwenye ruti hapa basi za mwanzo wa sinema. Ala, ni star moja tena hapa basi iliyo kabambe zaidi. Ni design moja tena hapa basi maridadi zaidi. Ala, huko ikiwa hapa basi ni kwenye ruti za mwanzo ama ukipenda zaidi hapa basi kwenye ruti za introduction shasha. Ala, kumbuka ni picha ambayo imeandaliwa rasmi kibisha na jitu kwa jina la Surya. Surya ndiye Jamari starring kamini hapa basi kwenye horror cinema. Washalala wololoyaye cheka mano prakasha na dhana vashal chozo wote warusika kukwandara kwenye horror cinema. Pia Baragaba Saravala Sresham Khalhon walikuwa kwenye cinema kina Sara Secharukona Kal Kamar Safadhi, wote watu kama vile kina Barasaratra Kopra warusika kukuandaria kwenye horror cinema. Watu kama vile Asafabadhi harakadhara kabishi Rutikando Raju Sarabarabda akawa kwenye horror cinema. Aramodhor Kapar Budog Arovaragda Mudhurwa wote walikuwa kwenye horror cinema. Brinda Saradhi warusika pia kukuandaria kwenye horror cinema wakiwa na Silva warusika pia kukuandaria kina Raji Vanna. Hawa wote warihusika. Baka Anthony, huyu Anthony ako kwenye horror cinema. Si Damarabatan ako kwenye cinema. Amrubata Pande na Sikarabata Banse wakahusika pando kwenye horror. Santos Visana alikuwa bado kwenye horror cinema. Yora Raja wote hawa wako kwenye horror cinema. Kapul Chade alikadhara kabisa na Musaimo ako kwenye horror cinema bado. Ni kwenye ruti za mwanzo. Bila kupoteza wakati tunakuingilia moja kwa moja hadi huku upande wa Kanyuri. Kanyuri iko sehemu moja hapa basi bila shaka pale ukipenda huko upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa India. Kaskazini Kanyuri iko hapa upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa India. Na ndipo tunakuja kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa kwa jina la sinema Krishna. Ndio huyo Krishna. Sasa hii ni kutuonesha amechomoka ushago. Ni kama for example utoke pahali kama vile Dhugunoi, unaona Mumbai. Sasa alichomoka upande wa ushago na sasa kwa hapa basi upande wa Mumbai. Alifika upande wa Mumbai huyu jamaa Krishna. Yeah. Hapa napo kuna Jaka Ndere. Jaka Ndere anajiangalia kwa kioo anasema kweli Mungu liumba mwanaume. Angalia venye niko na meno smart. Anajiangalia kwa side mirror yake. Yeah. Ni dereva wa taxi. Hebu angalia venye kweli niliubwa vizuri. Lakini punda fire ikapitwa nayo. Goma simama hapo. Mwenye alimgonga alienda. Jaka Ndere. Kale lina Mehmet. Wewe na wewe kwani mguu ulipeleka wapi? Sasa Krishna hapa basi ni kiwete. Already kale ni nataka unipeleke pahali fulani. Haya ni sawa. Kwani leo niko na mkosi namna gani? Gari yangu side mirror imeenda. Wale watu nabeba ni viwete. Sasa nikuulize. Kabla hajamaliza kuuliza yakaanza kuulizwa. Jaka Ndere. Umekaa huku Mumbai miaka gapi? Sare, yatana nalekini. Miaka 15. Una mke? Nyewe niko na mke, ni bibi nilio. Uko na watoto wangapi? Umeniuliza maswali mingi sana. Sasa nataka iwe wakati wangu wa kuuliza maswali, sawa? Niweke hapa. Hapo bere. Nini?
Yaani mimi sasa sitauliza maswali. Ni ulimo. Rangpa. Haya. Jack Andere akaweka customer zenye wizi. Yes, customer ni huyu jamaa kwa jina la Krishna. We mishahara. Mishahara bwana. Ningoje hapo, niingie hapa nioge, alafu nikuja nikulipe. Guy. Haya, akaingia kwa hoteli fulani, akadai anaitwa Krishna. That's my ID card. Sure. Krishna? Ajabu ni kuwa amekuja hapa tu kuoga. Na basi akaoga. Akakuingira kura upande wa nani? Hapa ni upande wa Mumbai. Mtazamaji, nataka tuelewane na tusikizane vizuri zaidi. Jusiwezi nikataka tukuje na wewe hapa upande wa India alafu tuanze kutoelewana. Jamaa amechomoka ushago akakuja Mumbai. Mumbai ni town. Lakini cheki wakati alifika hapa Krishna aliingia kwa hoteli akaoga kisha akachomoka. Akapata Jack Andere. Sasa Jack Andere round hii hataki kuongea, juu alijaribu kuuliza maswali hakupata nafasi. We Jack Andere. Hey, Jack Andere. Jack Andere namna gani? Unaniuliza kitu gani? Wewe unaniuliza maswali yangu yote nikakujibu. Wakati tulienda kukuuliza maswali, wewe hukutaka nikuulize ukafika. Haya basi Jack Andere. Sasa uliza maswali na sitakuinterrupt. Nimekuruhusu niulize maswali yote. Nikuulize. Haya, okay. Wacha nikuulize. Unaitwa? Hebu niweke hapa. Nugu. Haya. Okay, hiyo mishahara haraka. Haya, wakati huo jamaa wetu hapa basi aliingia. Jack Andere alipiga makelele akawachwa akijiongelesha kuwa peke yake. Jamaa wetu kaingia hapa basi na akaitisha hapa basi bila shaka pale kamnyweso. Alright. Salam bhai. Lakini alikuja hapa kauliza mtu kwa jina la Omar. Samne baitha hai. Ule mtu anauliza story kuhusu Omar. Unaitwa nani? Yampere Krishna. Mimi naitwa Krishna. Nini bwana? Unataka nini? Natafuta mtu kwa jina la Omar. Omar, nataka niambie story kuhusu bradhangu ambaye alikuwa anajulikana kama vile Raju Bhai. Kya Raju? Mimi hatujui Raju. Hamna mtu na pesa hivi. Mimi नहीं जानता किसी Raju को. Hatujui mtu yote anaitwa Raju na usitusumbue. Excuse me. Tafadhali niambie tu story kuhusu. Hatujui. Akaangushwa. Oi. Na unaona ni mlemavu. Haisuru. Lakini kuna mmoja ndiye huyu Akagu Daniel. Akagu Daniel alimuita, we. Kuja hapa. Unajua hii pombe. Hii pombe tunakunywaga. Kaka mnyweso. Unauliza nani? There. Raju. Raju. Raju? Raju na. Usiseme Raju. Sema Raju Bhai. Sema yani Raju the Sonko. Unaweza jitaja jina la mtu kama huyo hivi ovyo. Raju Bhai. Mafara kama watajua namna gani kuhusu Raju Bhai. Raju Bhai alikuwa simba. Raju Bhai ni mwanaume wa wanaume. King of kings. The lion. The tiger. He is Raju Bhai. Na umesema wewe ni nani unauliza Raju Bhai? Na Krishna. Krishna, mimi ni bradhake Raju. Wewe ni bradhake Raju Bhai? Raju? Wewe ni bradhake? Kula chenye unataka. Mimi naitwa Kakagu Daniel. Bradhake Raju. Wewe ni bradhake Raju Bhai? Ya. Pewa. Kujua hii. I don't drink. Yes. Ile banda. Sikunywa pombe. Okay. Mimi nimekuja kuulizia story kuhusu Raju Bhai. Ni bradhangu mkubwa. Nimekaa siku kadha wa kadha, miezi imepita na sijamuona. Sasa nataka kujua pahali yako. Wacha nikwambie. Raju Bhai hakuna mtu alikuwa anacheza na Hilton. Raju Bhai ndiye kusema hapa Mumbai. Kama kuna mtu tulikuwa tunaogopa ni Raju Bhai. Na mimi Kakagu Daniel nimelewa na nimelala na sijui ni dagamanya. Sir? We, Kakagu Daniel. Kwada, mimi nimelewa. Kakagu Daniel akadozi. Na jamaa wetu nataka kujua story kuhusu bradhake. Amekuja kuulizia story kuhusu bradhake. Sasa kumbe Jack Andere aliamua kutoroka. Kwa nini? Jua amesikia jamaa wetu anaulizia story kuhusu akitoroka akagoga gari la mtu. We. Hiyo ni macho ama ni mapua uko nayo? Ni akili unatumia ama unatumia kamasi? Lakini kutoroka anatoroka. Kusikia tu ati
huyu Krishna anauliza story kuhusu Rajubai na alimwambia live. Kamwambia acha nikwambie, nimesikia unauliza story kuhusu Rajubai, tafadhali mimi kitu na angalia hii gari yangu juu. Siku moja nilimbeba, hiyo yote ni marisasi, hii ni marisasi. Ate ni kuniambia pole alipiga gari yangu marisasi huyo Rajubai. Na ndio unauliza tafadhali enda hata usinilipe. Woi enda tusitaki story za Rajubai. Woi enda please. Tena sasa akitoroka akagonga tuktuk. He. Wewe unaigwa mwagi wa tuktuk we. Unasikia mwagi wa tuktuk we. Wacha niita watu wote wa tuktuk na niita watu wa pikipiki na baiskeli. Kaka wa tuktuk na nigomba leo. Jamaa wetu akawa shaingia kwa gari. Gai, tafadhali tena kwa hii gari mambo ya brother yako. Venye nimeona na brother yako mimi. Nimeona taabu. Na unaona unakunywa kanaba. Hiyo si ni kanaba special kutoka kwa Wakihara ndiko unakunywa mimi nimeisha. Nweke hapo bere. Gai, wapi? Haya. Wakati huo pale ambapo jamaa wetu alikuwa anauliza story kuhusu Omar, ati Omar amwambia pale ambapo huyu Rajubai anaweza kuwa walikuingilia hapa basi kikosi fulani cha kimagaidi. Wakapata jamaa ameshachomoka. Kwani Rajubai ni nani? Mwanzo jamaa wetu anauliza story kuhusu Rajubai, kila mtu anashtuka. Alright, check maneno. Alala yaye. Sasa alikuingilia kwenye basement kama hizi. Naweza ona Mr. Manaj. Ajus brother. Mimi naitwa Krishna. Mimi ni brother yake Rajubai. Akafahamishwa hapa basi Manaji hayuko. Punde si punde wale yule kijana alileta bag. Favarai. Kwa hii kompyuta yako tumeona picha za Rajubai. Wakati tumeona ati wewe uko na uhusiano na Rajubai, tukaamua kurudisha hii kitu. Woi please tusamehe. Vitu za Rajubai azibiagwi. Woi pole. Wewe ukiiba wewe unajua unaibia nani? Sio kuibia mtu kama Rajubai. Alright. Jamaa wetu basi alitambaa kakuja akapolia habasi ya kuwa Kimansuru, anatafuta brother yake kwa jina la Rajubai. Alala yaye. Hata hivyo kuna mdhee fulani hapa basi bila shaka pale ambaye jamaa wetu anajua huenda akampatia story kuhusu Rajubai. Anataka kujua pale brother yake alipo. Yare? Hassan? Krishna. Mimi naitwa Krishna. Joda brother. Mimi ni Rajubai's brother. Anana tedi wandirke. Sijui brother yangu amepotelea wapi. Niko nataka uniambie story kuhusu Rajubai. Hassan alimchukua hapa basi bila shaka para huyu Hassan Mwadhaya Materu, alimchukua jamaa wetu na akaanza kumuelezea. Akamwambia Rajubai alikuwa na rafiki yake mkubwa. Sasa hii alianza kumsimulia, hii ni hadithi anamhadithia, venye anamhadithia sasa sisi tunaona. Jua hata sisi mtazamaji tumekuwa tukisikia Rajubai. Najua hata nyinyi mnashindwa, kwani Rajubai ndiye afro ama namna gani? Sasa ili tujue Rajubai ni nani, Hassan alianza kuelezea. Akaanza kusimulia sasa Rajubai ni nani. Rajubai ni jamaa ambaye hapa basi alikuwa rafiki yake mkubwa jitu kwa jina la Vidyat Jamar, ama ukipenda jina la sinema Chandru. Wakiwa wote wawili wao ndio wamekuwa kusema hapa upande wa Mumbai. Hapa upande wa Mumbai ndiye huyu hapa basi Vidyat Jamar mwenyewe ndio huyo. Harakadha kabishi wakiwa na horjeto kwa jina la Rajubai. Wamefanya mambo makubwa. Wameweza kukonka the conquerors. Wamejitengenezea sasa hii yote Krishna anaelezewa na yule Hassan kwamba na kuiti hawa watu wote wawili basi wameweza kufanya kazi pamoja, wakaangamiza maadui wote na competitors, wakawaona kando hapa basi watu wote ambao walijaribu kucheza na wao. Upande wa mkono wakiwa wote wawili Vidyat Jamal na Rajubai wamekuwa nyaya za umeme. Ina maana bishi wamekuwa watu ambao ni hatari kubwa. Ukicheza na wao unakufa, kama hutakufa unajiunga na wao. Kwa hivyo wakiwa wote wawili wakaweza kukonka biashara zote za black market.
wakawa machampion, wakawa viongozi na wakawa wanaogopewa sana, kiasi kwamba ukisikia tu jina Rajubai, kama hutakunia unanyamba, na kama hutanyamba unanyamba black, na kama hutanyamba black lazima hapa basi bila shaka pale uweze kuendesha. Hivi ndivyo wanagonga wanaume, wakaogopewa mbaya mbovu. Unaona, wakaogopewa mbaya mbovu. Mamanze wote warembo wakawa wao, mamanze wote warembo. Manzi yoyote ambaye ni mrembo lazima akuwe ni wa either ni wa Vidyat Jamar ama ni wa Afro. Kama sio wa Afro, hapa basi huyo manzi lazima awe ni manzi wake nani? Rajubai. Ina maana hapa basi wakakonka. Judges on the beat. Tifos na mikozi ilikuwa on my side. Tunaweza tifozi kwa wenye wakufai. Kumbe kimwana katulia fisa wakalinda uchana ya bila kumaya. Kupeleka homestay fanya before nikikuwa Pangoro na nichenga kido. Saula nikupange ndo tuchange. Weekend to fly to Zimbabwe. Ninataka uwe wangu, wengine no. Sometimes you make me cry, cause twaendana you and I. We go high, so too high. Nimeanza kutamba, nimepata mtoto wa maana, anajua mahaba. You know to wine, can never lie. Come over now, cheze kidogo. You know to wine, can never lie. Come over now, cheze kidogo. Saula wani changanya ubongo, wapenzi uleti hongo, tupendane kwa vishindo, you and I. Wani changanya ubongo, wapenzi uleti hongo, tupendane kwa vishindo, you and I. Ukishake pam na request sai tujibambe twende home sai. Unapenda crop top we mtoto mama nani, unalamba lollipop kiongezea asali mami. Siwezi kumaini nikisema samahani, ulikubali kuwa wangu na kumbuka time plan. Sai najijasi nikiandika hii verse, sai sina chance ya Qur'ani taka. Haya yote Krishna anasimuliwa. Lakini siku moja kulikuja sasa hapa basi Ashok ni commissioner of police ambaye alikuja kwa basi kuwa Kemoda. Akaanza kutafuta majangili. Nero sasa biashara yenye hawa wote wawili wanafanya ni biashara za kigaidi, black market. Kumbe akaanza kukamata hapa basi watu wao wote. Ala, vijana wao wote wakaanza kukamatwa. Biashara zao zikaanza kuharibiwa. Na yule commissioner, yule mkuu wa wanapolisi, wololo yaye. Majangili wao wengine wanamalizwa. Unaona? Watu kama vile hapa basi bila shaka pale Omar, Jackie, Johnny, Manaj, wote wakakamatwa hapa basi bila shaka pale dadani na yule mwanapolisi. Na hapa basi Hassan ndipo alikuja kafahamisha Vidyat Jamal kuwa huyu mwanapolisi ako na wiki point moja, ako na mtoto moja tu. Wakati walipata habari ako na mtoto moja, wakachora plan. Manake watu wengi zaidi wameweza kukamatwa na wanataka hapa basi watu waweze kuachiliwa. Kwa hivyo wakaamua kumteka nyara mtoto wake yule commissioner. Commissioner ako na msichana kwa jina la Samantha. Na kumbe ilikuwa ni siku ya sherehe ya harusi yake Samantha. Na ukimcheki Samantha utaona hapa basi si mwenye furaha hata kidogo. Na ni siku ya harusi. Kumbe siku ya harusi yake Samantha ndiyo siku na yenye hapa basi bila shaka pale huyo Rajubai aliamua kumteka nyara hapa basi Samantha. Kwa nini amteka nyara Samantha? Kwa sababu watu wake wengi sana wa mkono wamekamatwa. Watu wake huyu hapa basi bila shaka pale Rajubai. Kwa hivyo Rajubai ili kumlazimisha huyu commissioner aweze kuachilia watu wake, aliamua kumteka nyara mtoto wake commissioner. Cheki maneno. Wololo yaye. Hapa kuna shooting ilikuwa inaendelea. Sasa wakati ambapo hapa basi kunaendelea stara kama hii, kuna shooting ambayo inaendelea hara za nyawezi ya filamu na kadhalika. Awali kuingilia design kama hii. Zaidi kwanza Rajubai alikuingilia na akamchukua manzi wake hapa basi yule commissioner. Alichukua manzi wake commissioner. Cheki maneno. Rajubai. Manzi ndiye huyo. Walala yaye. Rajubai akakuingilia. Cheki. Rajubai
Arakuingilia stara kama hiyo. Na akamchukua yule manzi, cheki. Arakuingilia stara kama hiyo. Na akamchukua yule manzi sasa, cheki. Faster. Harusi ya dere. Harusi ya dere. Sasa wewe unasema harusi ya dere na bibi harusi ameisha. Ati Agathira. Mtu anawezaje kuisha? Watu washaenda pahali, watu washakuwa ati mtu ameenda kujisaidia, lakini mtu anawezaje kuisha? Mtu sio kitu ya kuisha. Akaambua mtu ameisha, bibi harusi ameisha. Agathira atia. Akaambua kuja ushuhudie. Sio kuisha, alitekwa nyara. Na kwa hivyo Rajuba yaliweza kupiga mwashiriano mara moja hapa basi bila shaka pale hadi kwake commissioner. Na akafahamisha commissioner, sikiza. Mambo ni mawili. Unaona hapa kuna kamanzi kanavaga buibui, kanakuwa kamfanya kazi kake Hassan. Alright. Rajuba yakamwambia niko na mtoto wako hapa. Wakuwa na Vidiat Jamar. Wakamwambia kama unataka tuachilie mtoto wako, uachilie watu wetu wote. Watu kama vile Manaje na Johnny na Omar uwaachilie. Mwanzo kama hautawaachilia na sisi hatuachili hapa basi mtoto wako kamwe. Yaani watu wetu wote wenye umeweza kukamata uweze kuwaachilia. Kama hapa basi kadri kama hautafanya kitendo chenyewe hicho, sisi na sisi hatutawaachilia mtoto wako. Commissioner akadai ni olimu. Okay, ni olimu mimi sitaki kujua watu wanaitwa nani. Nataka polisi yote mkuje mwende mtafute mtoto wangu na make sure mmemlete hapa. Sitaki kujua. Hakuna kazi nyingine itafanywa, wachaneni na watu wachangao, wachaneni na barabara, wachaneni na kazi zote, lazima mtoto wangu atafutwe. Hiyo ndio amri kutoka kwangu. Udane kalyano. Yalla relatives wandita. Lakini commissioner kaambua, sikiza Vavarai. Commissioner wacha, mimi ni assistant commissioner wako. Lakini wacha nikwambie commissioner, hii serikali sio ya mamako bwana. Sio ya mamako bwana. Hatuwezi waacha kazi yote ati tukuje kushughulika na mtoto wako. Hapana. Hii serikali sio ya mamako bwana. Kwa hivyo commissioner akaona yenyewe hii serikali sio mamake. Polisi hawezi waacha kazi zote waende kutafuta mtoto wake, never. Kwa hivyo commissioner akasema hapa basi akawaachilia wale magaidi. Haya, na jamaa wetu Rajuba yakadai basi manzi awachiliwe. Manzi hawakumguza, hawakumdhulumu, alikaa starehe kule. Kwa hivyo ikasemekana awachiliwe. Naona hapa basi kuna kamanzi kanavaga buibui, kanafanya kazi ya razenyewe hizi. Haya, manzi akawachiliwa. Alright. Arudi kwa babake sasa. Naambie babake awachane na shughuli zao. Nilikuwa nataka kurudi nyumbani jioni. Please naweza kaa mpaka jioni? Ate? Muniweke huku munishike muniteka nyara mpaka jioni. Haya. Mimi sijaisikia mtu ametekwa nyara nataka kuendelea kukaa, haya kuja. Akaitisha gari lake basi apeleke baadhi yeye mwenyewe. Mwanzo mpaka alishindwa. Kwa nini hutaki kwenda nyumbani? Masa kamwambia unajua nini? Huyo mtu mwenye babangu analazimisha anioe, mimi simtaki. Sasa nataka niende jioni ili wale mashemeji wao wamechoka wameenda. So please nataka tu mimi uniwachilie tu jioni, sitaki uniwachilie mapema hivi. Juu hata wakati ulikuja kunichukua, unaona? Mimi nilikufuata, si ati uliniteka nyara, nilifurahia sana. Hivi ndivyo nilitoka, juu nilifurahia sana hiyo harusi isiendelee. Na wewe uko na mambo mrembo. Samantha na maneno huyo. Alala yaye. Sasa kamwambia mimi nataka uende nyumbani. Hapana, ukinipeleka saa hii wenye doa watakuweko bado. Na mimi sitaki kuolewa saa hii. Sasa nitakupeleka wapi? Mimi ni watu wangu wamewachili. Unipeleke tu pahali ukae na mimi. Si please tu. Pahali? Sasa pahali kama wapi? Bas, ndio ile video ya DJ Afro. Twende kwa video ya DJ Afro, twende pale. Twende tukaona sinema. Bas. Haya. Ulolo yaye. Sasa jamaa wetu wakakubali wakuja kuona. Kidogo hivi walipatana na kaka Daniel. Kai. Rajubai. Yaani umekuja kuona nini movie hapa kwa DJ Afro na uko na dem. Wewe umeagukia. We Sasa kaka Daniel ndiye anawatafutia kiti. Alikuja akawaigiza hata hawakulipa dhobe. Unaona madharau, hawakulipa dhobe wakakuja wakakaa na wakaendelea kuwatch movie. Wololo yaye. Sasa manza ana enjoy zaidi. Sasa hii ni movie yenye wanajionea. Unaona? Na sasa just imagine huyu manzi ni mtu ambaye alikuwa ametekwa nyara. Unaona? Waswahili walisema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Ukiyaona ya Firauni utakumbuka ya Samson and Delilah. Unaona? Ukikumbuka ya Samson and Delilah utayashangaa sana ya David and Goliath.
na hapo ndipo ambapo utakubuka Inoko. Haya, alright. Wakati huo Akagudani alikuja akaleta hapa basi juice. Kuleta juice. Juu yake Akagudani nadhani ati sasa huyu ni boyfriend na girlfriend. Wewe shika ukunywe. Mimi ni Jambaz. Punde si punde Vidiat Jamara akampigia mawasiliano. Ngirke. Wewe Vavarai. Mtoto ya wenyewe rudisha bwana. Already magaidi wetu wamewachiliwa na commissioner anasema mtoto wake awachiliwe haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo tafadhali rudisha mtoto wa wenyewe. Okay. Rajubai hatakagi kubishana na Vidiat Jamara. Kwa hivyo alimwambia ni sawa sawa Vare. Kama hivyo ndivyo ambavyo unataka, wacha nifanye exactly venye ambavyo baishi wewe unataka. Maridadi. Tuogoje movie ishe. Guy. Hakuna twende hata huko umelipa dhobe. Haya, alright. Jamaa wetu alikuja basi Rasha Kapara akamrudisha Manzi na yeye hakuwa na ugomvi, alitaka tu commissioner waachane na shughuli zao. Manzi akarudishwa na ikawa ndivyo hivyo. Na Manzi akawa amerudi wakati doa imeharibika. Yaani mimi nilimtaka nyara na yeye anafurahishwa na chile kitendo. Walala yeye. Siku nenda siku rudi. Baada ya siku 2, 3, 4, 5 tena commissioner alianza kudai atawashika. Kwa nini? Commissioner anasema ati tumenerwa sasa hii ni kitu baada ya wiki 2, 3 hivi. Hassan akasema commissioner anadai mmeteka nyara mtoto wake tena. Ai, jamaa wetu akasense pale Manzi anaweza kuwa juu. Yeye tu ndiye anajua kuwa Manzi hawasikizani na babake. Kumbe Manzi ako courage, anaambia jamaa fulani ajifanye Rajubai. Nalla ketukome. Unga ponni penga custody la dark. Mimi naitwa Rajubai. Na nimetaka nyara mtoto wako. Kwenda wewe, sio hivyo. Ni ujifanye Jambaz, uongee kijambaz ili aamini ni Rajubai ameniteka nyara. Juu anataka niolewe na mtu mwingine na mimi simtaki. Na unaona huyu ni college mate. Ni mtu wanasoma college moja na huyu Manzi. Sasa Manzi akamwambia, nataka uongee namna hii. Sasa sikiza Manzi. Commissioner sir. Raju bhai. Wewe commissioner, mimi naitwa Rajubai na mtoto wako nimemteka nyara na umuoni kwa wiki moja mzima. Hivyo ndivyo nataka useme. Okay. Haya sawa twende. Lakini kidogo hivi. Commissioner, mimi naitwa Rajuba. Ndio huyu Rajubai mwenyewe. Ndio huyo. Mnatumia jina langu vibaya Mnafanya commission nadhani ni mimi nimekuteka nyara nema. Tana ameniletea bwana mwingine na mistaki kuolewa. Mistaki kuolewa na yucho kimutu. Imagine sasa mimi na abua niolewe na kwada nyamaza. Sasa alichukua Manzi mbio. Akampeleka hadi kwa Commissioner Ashok. Jamaa wetu Rajubai. Akaambia Commissioner Ashok, wacha nikwambie. Ndio huyo mtoto wako na akipotea tena usituraumu. Lakini wacha nikwambie. Ndio mtoto, wewe uko wapi unajificha nini? Kuja hapa. Mtoto wako ndiye huyu. Wewe. Nitautandika na utoe kitu kitogo. Tafadhali, wacha kulazimisha mtoto wako aolewe na mtu hataki. Si muache ajichagulie mtu. Otherwise muongee na yeye na msikizane. Ni mtoto wako, acha kumtreat kama venye una treat mahabusu, ni una treat mtoto wako. Ndio anatoroka. Imagine nimemteka nyara na Samantha. Hebu toa kitu kitogo haraka. Toa kitu kitogo haraka. Na ni babake. Haya. Baada ya wiki 2, 3, 4. Sasa Manzi tena alikuja kutafuta jamaa wetu. Akimuona anakuja mbio. We, nimekuja kukuambia asante. Asante tena ya nini? Wewe nadoke jelile thegio nyingi mno. Umeniambia asante mingi sana. Lakini Manzi akamwambia nimekuja kuambia asante kwa sababu wakati uliambia babangu afikirie na wacha kunilazimisha niolewe na mtu mwingine, alikubali. Na sasa amenipatia nafasi nitafute mtu mwenye napenda. Snark, sasa ninatafuta mtu mwenye ninapenda na nikipata mtu mwenye ninapenda nitaolewa na yeye. Sasa hebu nipe advice, nitapataje mtu mwenye ninapenda? Ufanye aje? Wakati miguu yako itaacha kutetemeka. Miguu yako ikiacha kutetemeka, utaweza kuchagua mtu mwenye unapenda. Juu miguu yako inatetemeka. Manzi akashindwa. Sasa kupenda mtu na miguu zimekujania wapi? Kumbe sasa Manzi
Nikwambie tu mapema ndugu wapenzi watazamaji, kumbe manzi alishamnoki jamaa wetu. Na sasa kwanza ile design ya ujambaz ndi inafanya huyu manzi amnoki mara 16. Ile sasa ujambaz. Mpaka magaidi wa jamaa wetu Rajubai waikuja kuchungulia, wanapata manzi ako area. Kwanza manzi akiona sasa Rajubai venye anafanyia magaidi wenye wanabishana na yeye anawaua, hiyo inamfanya mnoki mara 2. Kai, huyu mtu ni jambaz. Anaambia mwenzake hiyo ndio kitu ambacho nimenoki. Na ndio watazamaji nawaambiaga, mamanzi wananokiaga mtu nini? Vitu tofauti. Unaona? For example mimi, watu wengi wanaulizaga, DJ Afro, Shakira alikunoki namna gani? Mimi nilionaga Shakira, nilitoka tu Makagari nikagogeza kwa meza, pap, Shakira huyo akaninoki. Unaona? Sasa udem amenoki huyu jamaa wetu je ujambaz. Jutu ya ujambaz. Hata huyu nani, watu wananokiaga tofauti. Mtu kama nani huyu Gasathi wa Adhuo, kuna demo alimnoki tu juu ya masikio. Kuona tu venye ametoa uchafu mingi kwa masikio, akamnoki mara moja. Sasa manze alikuja kuambia jamaa wetu live, mimi nimekunoki. What? Nimeshajua ni nani ninapenda, na sasa miguu yangu itetemeki. Ni wewe. Umenipendea nini? Manze akamwambia nimekupendea ujambaz. Koragoroka. Kutoka wakati nilikuona ndio niligoroka. Na nimegorokiwa na mapenzi yako. Na nimekupenda juu ya ujambazi wako. Na manzi akampenda. Kwa hivyo watazamaji nawaambia tu kweli, mamaza wapendiagi watu ati gari kubwa, ati pesa, hakuna. Kitu tu fane. Na umependwa. Unaona watu wanapendagwa fane. Hata mtu kama huyu Jeff Kuria, demu yake alimpendea kitu fani sana. Mkonyo. Unaona? Ati Jeff Kuria ameenda kufanya mazoezi akaonesha demu mkonyo. Jeff Kuria demu akapenda Jeff Kuria juu tu ya mkonyo. Mkonyo, imagine mkonyo onyo. Kitovu. Mdemu anapendeaga watu vitu tofauti. Kitu tofauti tu unasukia umependwa. Hata huu demu ya Dhobe alimpendea tu kenguru. Aliangalia akaona Dhobe hana meno moja, akapenda hiyo kenguru. Watu wanapendeagwa kwa sababu ya vitu tofauti. Unaona? Hata nani mtu kama Mseiya, demu yake alimpendea tu kuwa akona dhudo karibu na jicho. Dhudo tu kuwa tu na pimpo kwa karibu na jicho na akapendwa tu. Yani mademu wanapendeaga watu vitu tofauti sana. Unaona? Vitu tofauti sana. Hata huyu nani, huyu Chalimwoya, huyu nani wa Monyota, kuna kademu kamempenda sana. Kwa sababu ati alinyaba unyabo inzi zikatoroka. Jutu ya kunyaba. So bademu anaweza kukupendea kitu tofauti. Sasa jamaa wetu amependewa ujambaz. Na manzi amemnoki na amempenda, na penzi lake lote liko kwa jamaa wetu. Kwa hivyo mabesti wake jamaa wetu huyu hapa basi Rajubai, mabesti wake walikuja kumwambia Vavara ye ile kitu iko, huyu manzi ni mzuri na ni binti ya commissioner. Najua wenyewe haunaga demu, nendo mwambie unampenda. Sasa shida ilikuwa jamaa wetu venye ataambia manzi Rajubai, venye ataambia manzi ati amemnoki. Hiyo ndio kitu sasa ilikuwa taabu. Sasa alikuja akapata manzi. Check maneno. Anasikia kumkula mdomo, yani kumkiss. Sasa kwanza akiona jicho walala yaye, akaanza kutetemesha miguu kama venye manzi alikuwa anatetemesha miguu. Kuna vile ya jo manzi, yani kuna vile yani kuna vile. Manzi akamwambia sikiza, najua kuna kitu nataka kuniambia, lakini kwanza enda usimame, uweze kusimama na miguu yako yote miwili. Ukiwacha kutingiza miguu, ukuje niambie chenye unataka. Na akango. Venye tu
aliambiaga manzi, naye manzi amemwambia vivyo hivyo. Mwanzo jamaa wetu ameshindwa kujitetea. Alala yaye. Jamaa wetu ameshindwa kujitetea. Lakini ukweli uliopo ni kwamba na kweti sasa pia yeye amemnoki ule manzi. Favarai, unashindwa kusema. Yaani wewe kila kitu umekonka huko mtaani. Lakini kuambia manzi tu hapa basi umemnoki umeshindwa. Namna gani? Lakini jamaa wetu pia yeye hapa basi ako in love already. Ala. Walala yaye. He is already in love. Already hapa basi bila shaka para ashampenda yule manzi. Already ashamnoki. Cheki maneno. Na kama basi ni siku baada ya siku. Jamaa wetu sasa ameshindwa kuficha. Venye manzi alikuwa anamfuata, sasa vivyo hivyo ndivyo ambavyo na yeye anamfuata yule manzi shasha. Mpaka ameanza kuwa na mpaka anatoa sexy teeth. Hayai, venye watu wanatoaga sexy eyes, yeye anatoa hapa basi sexy teeth and sexy derus. Imagine mtu akitoa sexy derus, jua venye amenoki manzi. Walala yaye. Akawa anamfuata basi sara kama hiyo. Manzi sasa amejazika. Mwanzo kabisa hapa basi amepatana na mtu akampenda. Na hivi ndivyo alikuwa anataka we. Ala, ikawa wanabonga na simu wanachat. Mpaka wanaongezwa hapa basi madakika mpaka za midnight. Sasa ikawa jamaa wetu wakati mwingine anaenda kuua mtu, manzi anapita. Yeye anakuwa anafikiria tu mambo kuhusu mapenzi. Mpaka Vidiat jamaa aka notice Rajubai ako in love. Akienda kuua mtu anaona manzi anajifanya beste. No jamani, mani tonyuaga na yeno. Huyu jamani beste yangu yani kutoka tukiwa watoto wadogo. Tuadaka virikicho mno nake huyu. Tumecheza virikicho bantura na yeye. Mwanza kamwambia univutie waya, unidungishie kinangoza. Why? Sasa cheki venye mapenzi inafanyaga mwanzo. Mapenzi inafanyaga mpaka hapa basi mtu mzima akae kama mtoi juu ya mapenzi shasha. Yani mapenzi nani? Inafanya mpaka mtu mzima akae kama mtoto. Alalai, asapozeka, asante sana. Ni siku baada ya siku. Ni siku baada ya siku nani? Ala, jamaa wetu sasa mpaka ujambazi unapungua ndani yake. Uricho na kuwa ni jambazi moja hatari kubwa sana huko mtaani Rajubai. Sasa kumbe siku moja polisi walikuja kwenye territory zao. Polisi sasa walikuja kwenye territory za kina Rajubai wakiwa hapa basi na Vidiat Jamar. Nerwa wao biashara yao ni black market. Wanafanyaga biashara hapa basi ya black market. Kwa hivyo wana polisi wakaingia kwenye territory zao, wakakamata watu na wakabeba mizigo. Cheki. Wakakamata watu na wakabeba mizigo. Ala, walipita mpaka hapa basi upande wa juu watu wakitoroka wasikamatwe na wanapolisi. Lakini bado wanapolisi waliweza hapa basi kukamata watu. Bado wanapolisi waliweza kukamata watu na wakabeba mali ya mamilioni ya pesa yenye ilifaa kusafirishwa kupelekwa hapa basi kwa kampani fulani. Wakaibeba. Sasa wenye mali yao, wenye walifaa kuletewa ile mali walikuja kwenye territory za kina Vidiat Jamar. Wakakuja kuteta. Lakini Rajubai yakofahamisha msikiwa na wasiwasi. Tutatafuta mara nyingine na tutawaletea. Tumewaletea mali siku nyingi zaidi na mara mingi zaidi. Mbona ikiwa hapa basi ni siku moja tu mjapata mali mwakuja kupiga makelele? Tutaleta mali baadaye. Alright. Nana. Lakini jamaa wetu aliuliza what happened? Akaambiwa it's police. Because of commissioner of police ameweza kukamata watu wetu kwa sababu ya mtoto wake. Customs line ikmatirka police la police kuda touch la irko namma kuda yaru liye police kuda yaru walikuwa hapa wote basi akina Omar, Manaj na Jackie wakadai ni kwa sababu ya polisi. Kwanza Johnny akadai sasa wewe ndio unacheza na mtoto wa commissioner. Sasa hatuwezi tukamteka nyara mtoto wa commissioner. Tulikuwa tunatisha commissioner na mtoto wake. Sasa hatuwezi tukamtisha kwa sababu wewe huwezi taka tumteke nyara. Kumbe lile jambo limemuudhi mpaka Vidiat Jamar. Hawa watu wote hawakumshtua. Lakini chenye kilimuudhi sasa jamaa wetu hapa basi Rajubai ni kuona Vidiat Jamar amekasirika. Hassan walichomoka basi na jamaa wetu Rajubai. Unaona? Walichomoka na Rajubai. Sasa akaona hii shida yote imeletwa na huyu manze. Akaamua kumaliza story zake. Kuliko amuudhi Vidiat Jamar. Hapa basi akaamua kuachana na story za yule manzi. Na mtazamaji usipotee, hii story yote Krishna anahadithiwa na huyu Hassan.
akakata story za yule manze kabisa. Naona? Akakataa mpaka kuchukua simu yake na kadhalika. Alright. Hii story yote Hassan anamhadithia Krishna story kuhusu Rajubai. Usije ukasawa mtazamaji. Lakini ikawa siku moja, wakati moja, Rajubai wakiwa na Vidyat Jamar waliweza kuitwa hapa basi mkutano na kiongozi fulani kwa jina la Imar. Sasa huyu jamaa kwa jina la Imram, ama kwanza basi jina lake ni Imram. Huyu Imram kuna kamutu kako kwenye basement zake kana suspectiwa kanafanya kazi zingine za ziada. Bukubwa, nakuomba sitafanya kazi za ziada. Sitafanya kazi za ziada. Unafanya kazi za ziada? Unafanya kazi za ziada kwa nini? Wakati wa kazi unaenda kufanya kazi za ziada au wawe? Kufanya tu kazi ya ziada. Ati kwa sababu umeandikwa kazi hapa, alafu unakuwa kwa na shamba lingine unalima. Hiyo ni kazi ya ziada, unauawa. Wae, sasa unasemaga majangili nani? Unakosea. Huyu jangili kwa jina la Imra, mbali na kina Vidyat Jamar wa kuwa na Rajubai, sasa huyu ndiye sonko wa masonko, juu ya masonko, mbele ya masonko. Sasa mdozi kupindukia, sonko kupindukia, jangili wa magaidi, juu ya magaidi, mbele ya magaidi. Chandru, Raju, Chandru, Raju, Rajubai, nyinyi ndiye nasikia mko top. Wacheni niwaambie, msijaribu kufikia ugaidi wangu. Juu mkijaribu kufikia ugaidi wangu, nitawapiga marisasi kama wanyama na niwatupe mkuliwe na madogi upande wa nje. Mnasikia? Mkae pahali mlipo. Mkijaribu kufikia kiwango changu cha biashara, nitawapiga marisasi na mili zenyu zikuliwe na wanyama. Gai Vidyat Jamar akatoka na wazimu. Akatoka kwa ile sherehe. Akamuuliza, we Rajubai, ati huyo mtu ameniambia aje? Mimi Vidyat Jamar. Abaya dongani yai. Ati huyo mtu ananiambia atanipiga marisasi na mwili wangu ukuliwe na wanyama. Mimi abana. Rajubai akamwambia tulia. Hapana. Vidyat Jamar akasema hapana. Huyu jamaa atuite kwa pate yake. Akituita kwa pate yake aende atupe onyo. Kututisha nani? Kututisha. Tumemfanyia nini ili atutishe sara kama hiyo? Tumemfanyia nini? Hapana. Ni? Bavarai tulia. Tulia bro. Tulia. Hii sikusumbue. Hapana, hii inanisumbua. Tulia nani? Come on. Leo hata siwezi nikalala. Rajubai, ati atanipiga marisasi na mwili yangu kuliwe na wanyama magogo. Mwili yangu kuliwe na wanyama. Umbwa za msitu zikule mwili yangu. Na ananiambia atanipiga marisasi kama mnyama. Sasa Vidyat Jamar aliumwa mpaka hakulala, alikesha kwa kiti. Rajubai asubuhi kukuja, we Vavarai, ni nini? Nakuuliza aje Rajubai? Ati nipigwa marisasi na mwili yangu ikuliwe na wanyama. Vavarai, wachana hiyo story please. Nakuuliza aje? Yani huyo mtu anasema atanipiga marisasi mwili wangu ukuliwe na wanyama. Wanyama for example kitu kama vile dhagere ikule mwili wangu. Wanyama kama vile umbwa ya msitu ikule mwili yangu. Kisha magogo, ndege za angani zikuje zikule mwili wangu. Maflamingo zikuje zikule mwili wangu. Na ananiambia live hivi nikitazama kwa macho yangu ati atanipiga risasi mwili wangu kuliwa na wanyama. Rajubai. Rajubai akamwambia, "Nyoa hata huyo mimi huyo mtu hata mimi aliniudhi. Na unajua mimi mtu akiniudhi siongeagi sana. Na wacha kuniudhi, venye alikuudhi nilikasirika sana." Alafu venye ulikasirika? Venye ulikasirika? Rajubai ulifanya nini venye ulikasirika wewe? Venye uliona nimekasirika, ulifanya nini? Nilimteka nyara Vavarai. Ulimteka? Si ndio? Wewe ulikasirika ukakesha ukiomboleza. Mimi nilikasirika nikamteka nyara. Sasa Rajubai ni ekemonda.
Walala yaye. Kumbe ule usiku wakati mapo Vidian Jamara na kesha hapa basi akikasirika, Rajuba yalienda kateka nyara ule jamaa na akamleta ara zenye wezi. Yule jamaa kwa jina na Imran. Na sasa Imran ni Sonko venye hujawaiona. Na kisha akawachiwa kakakudani ni kumbonda tu na chupa. Super Rani. Imran Sonko. Sasa pesa zako saa hizi zinafanya kazi gani? Vavarai. Kuna vijana wa kutishwa na vijana wenye hawatakagi vitisho kama the. Sisi tunaitagwa kusema na kufanya. Na sisi hatuchezagi na watu, tunafanyaga vitendo. Yani ulisema utanipiga risasi mwili yangu ikuliwe na wanyama. Mimi Vidiat Jamar, unanijua proper mimi, uanielewa nani? Angalia fada hii. Wacha nikwambie, ukawai hata ota kahigaka kapiketu umecheza na sisi, hiyo siku utakufa. Kama tumekuteka nyara, kukuua ni kufumba na kufumbua macho. Sasa wacha nimuigiza hii chupa kwa mapua. Ndio, muigize chupa mzima kwa mapua. Vidian Jamara kamuuliza, na ulitaka jara huyu jamaa namna gani? Rajuba yakamwambia, huyu jamaa wakati tu alituambia namna hiyo, nilimchukua saa hiyo tu. Nilienda msalani, nikapata ananyora. Yani anajisaidia. Kumpata anakojoa, wakati ananyora, nikamgoni ya stara kamera nikachifanya mtu wa kuosha choo. Nikamweka kwa ile bidhaa kuosha choo na nikambeba hadharani mbele ya mabodyguard wake stara kama hiyo. Hata hawakujua venye nilimbeba. Justakagi mtu anakuudhi. Wewe Vidiat Jamar, mtu akikuudhi ameniudhi. Sasa Vidiat Jamar alifurahia. Akamwambia wewe umenisurprise na mimi nitakupa kisurprise. Baada ya siku 3, Vidiat Jamar aliamua hapa basi kumsurprise jamaa wetu Rajubai. Kwa hivyo alikuja kanunua kagari kadogo. Kuja kaambia Rajubai, unajua namna gani? Najua upendi gari kidogo, lakini nimekununulia yako kagari. Come on, angalia nini iko hapo ndani ya gari. Kwenda kucheki, alipata Samantha upande wa ndani. Ya. We. Kare gani? Akamwambia nilijua wakati uliona nimekasirika uliachana na Samantha. Najua wewe ulini surprise na ukafanya kitu chenye kinanifurahisha. Pia na mimi nimeamua kufanya kitu chenye kinaweza kufurahisha. Huyo manzi hana makosa. Huyo manzi hana ubaya. Kwa hivyo tafadhali sitaki kuona mkiwachana, sitaki kuona mkosana. Na nataka kukupea ruhusa kupumzika 1 week. Ufurahishe huyo manzi yako yote. Umfurahishe yako yote. Mkae na yeye. Manzi hana makosa amekufanyia. You are my brother, man. I know what is good for you. I know what you want. Na najua nampenda huyo manzi. Kana yeye na hata simu uzime for 1 week. Okay, sawa boss. Sawa boss. Sawa boss. Wewe utasema 1 week off. Huyo manzi enjoy to the fullest. Akae maisha mzuri, enjoy, afurahi, nini mambo mzuri. Sawa? Sawa. We, na hii uzuri yako utaniua na uzuri bwana bro. Utanimaliza na uzuri. Haya, Rajubai. Sasa manzi amekasirika juu alikuwa amekatiwa simu. Hi sweetheart. Unaniita sweetheart. Sweetheart uko umenisemia simu karibu. We, oyo neko hora. Sweetheart ni nini sasa? Usiniita sweetheart. Mimi najua nilikuwa nakutafuta na sitakufanyia kitu yote. Unajua ni mambo ya huyu rafiki yangu. Wala mambo ya rafiki yako unaenda kupigia simu unakata. We kwanza acha tujienjoy. Namna gani? Bwagali gari iko na nini? Hii gari inavaaga suruali, unaona inatoa suruali. Unapita? Angalia huku juu hii gari inatoa suruali. Angalia hii gari nimekununulia bana. Unaniambia maninunulia? Hii gari ni yako, my dear sweetheart. Hata kama simu hazikuwa zinaingia, roho zilikuwa zinaingiana, unaona? Kwenda unaniambia hivyo. Unajua vile nilikuwa nimekumiss. Nilikuwa na shida namna gani? Nilikuwa nimekumiss sana. Ni babako amepiga simu. Hello commissioner. Officer na pesra. Pana huyu ni assistant commissioner of police. Tunataka kuuliza ni wewe muko na msichana wake? Sandega mo illa. Umrudishe mara moja. Okay. Commissioner. Mimi na mtoto wako tumeshapendana. Na kuanzia leo hii commissioner unafaa ujue wewe you are my father in law.
mapenzi yetu imefika pahali haiwezi kavujwa hata na nini. Hata nyundo ikigoga mapenzi yetu iweze kavujika. Na ndio huyo anacheka mtoto wako. Tumependana beyond anybody gotigithania. Beyond anybody gotigithania. Yani tumeshapendana kabisa kabisa kabisa. Sasa commissioner angefanya nini? Washapendana. Roho ishataka na ikitaka imetaka. Commissioner hana otherwise. Washapendana. Kwa hiyo kama venye waliweza kubonga hapa basi na Vidyat Chamar aliamua kumpeleka Manze out. Wapale hapa basi bila shaka pale wakijienjoy, wafanya kila kitu, mapenzi, kila kitu. Watu wapende wasipende, commissioner apende asipende, hapa basi washapendana. Roho ya Manze